Tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025 kwenye kesi ambayo inamhusu Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, mahakama ilitengua amri yake ya mwanzo ya kusikiliza ile shauri kwa njia ya mtandao. Kwa kutengua huko, mahakama ilitoa amri kwamba kesi ambayo inamhusu Mheshimiwa Tundu Lissu ya uchochezi itasikilizwa kwa njia ya kawaida ya kimahakama. Kwa hiyo masuala ya kusikiliza kesi kwa mtandao kwenye shauri hili hayapo. Lakini pia mahakama ilitoa maelekezo kwamba kesi hiyo itaendeshwa mahakama ya wazi, kwa Kiingereza open court, na ikatoa maelekezo kwamba itaendeshwa mahakama ya wazi chumba namba 1, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Kwa tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025 saa 3 asubuhi mahakama itaanza kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, kusikilizwa hoja za awali ambazo zinahusiana na shtaka ambalo linamkabili la uchochezi. Pamoja na amri hiyo ya kwamba mahakama itakuwa ni ya wazi, mahakama ilitoa amri kwa maafisa magereza. Hapa namaanisha mkuu wa magereza ya Ukonga alipewa amri na mahakama kwamba hakikishe Mheshimiwa Tundu Lissu analetwa siku ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025. Tunategemea amri hiyo itaheshimiwa. Hatutegemei visingizio vya gari bovu, visingizio vya kukosa mafuta, visingizio vya foleni. Tunategemea Mheshimiwa Tundu Lissu ataletwa kama mahakama ilivyotoa amri. Kwa sababu ibara 26 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa wajibu wa watu wote kuheshimu katiba, sheria pamoja na amri za mahakama. Kwa hiyo tunategemea amri hiyo itaheshimiwa. Lakini jingine, mahakama ni nini iliamua? Mahakama iliamua kwamba kwa mujibu wa kifungu namba 186 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai, mahakama inapokaa kusikiliza inamaanisha mahakama ya wazi. Kwa hiyo ikiwa mahakama ya wazi, umma unaruhusiwa kushiriki. Kwa hiyo ni wazi kwamba mahakama pamoja na hilo ilisema kwamba mahakama itakuwa ni ya wazi na umma unaombwa au unapewa mwaliko wa kuhudhuria shauri hilo na kusikiliza kwa wale ambao watataka. Na mahakama ikasema kwamba umma utaruhusiwa kusikiliza shauri hili kwa kadri ambavyo mahakama itaruhusu kutokana na uwezo wake. Kwa hiyo tunategemea mahakama ya wazi ni kiukweli haitatosha. Kwa hiyo kutakuwa kuna facilities za watu ambao watakuwa hawatashindwa kuingia ndani kuweza kusikiliza ni nini kinaendelea mahakamani. Kwa hiyo ni amri hiyo iliyotolewa na mahakama. Kwa hiyo watu wasikae nyuma au wakasita, kwa sababu mahakama tayari imeshotoa mwaliko huo. Lakini pia mahakama ikatoa amri nyingine ambayo ni amri ya 5 kwamba watu wote wanapaswa kuzingatia amani na utulivu wakati wote wa shauri, ndani na nje ya viunga vya mahakama. Kwa hiyo mahakama imetoa amri hiyo, tunategemea wananchi na wale watakao shiriki wote kwa ujumla watajaribu kuhakikisha hilo linasimamiwa. Lakini pia mahakama ilitoa amri nyingine kwamba kwa wale ambao watashindwa kufika, aidha kwa sababu ya umbali uko waliko au wako nchi za nje au kwa sababu zozote wanashindwa kufika, kuna link itatumwa, kiunganishi cha mtandao kitatumwa. Kwa hiyo kwa wale ambao wako kwenye mitandao na maeneo mengine wakae makini, wawe macho wazi wanaotaka kusikiliza hii shauri. Hata kama uko Songea, uko Namtumbo, uko si Kyela, uko si Musoma, uko si Tarime, kokote kule, linki hiyo itatangazwa. Tunatarajia watu watakuwa wengi. Kwa hiyo kutakuwa kuna waandishi wa habari watakaa sehemu gani, kutakuwa kuna mawakili wa upande wa utetezi, mawakili wa upande wa serikali, kutakuwa kuna mabalozi watakuja kushuhudia kesi.
kutakuwa kuna observers, tunategemea kuwa na international observers. Watakuja watu ambao wanakuja kutizama hili shauri kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka sehemu mbalimbali kuja kuangalia shauri. Lakini jambo lingine ambalo tunasisitiza, kwa sababu mahakama itakuwa ni mahakama ya wazi na watu mbalimbali wanakuja, probably kunaweza kuwa kuna ukaguzi wa maafisa usalama kuhakikisha kila jambo kinakaa sawa. Basi watu hakikishe kwamba wasije na silaha ya aina yoyote mahakamani. Mahakama ni sehemu ya amani, tutakuja kusikiza kesi amani, tunatarajia kuondoka kwa amani. Kwa hiyo tusingatie, hatutarajii mtu kuja na silaha ya aina yoyote. Kwa hiyo tusipate visingizio vya kufanya shauri lianze kurudi na kwa njia ya mtandao. Tumepambana, tumefikisha mahakama ya wazi, basi tuhakikishe watu wanazingatia hilo, kutokuja na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo usije na silaha ya aina yoyote ile. Kwanza tuna wito kwa vyombo vya dola na watu ambao watahusika kwamba kuhakikisha kwamba wananchi wanaingia mahakamani bila bugdha ya aina yoyote ile. Na mawakili tutakuwepo, tutazingatia hilo linasimamiwa, tutahakikisha kwamba taarifa zote tunazirekodi. Waandishi siku hiyo watarekodi matukio yote. Kwa hiyo tutarajii vipigo au namna yote ya uvujaji damu au namna yote ya vurugu mahakamani. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba vyombo vya dola na watu wote wanaohusika wahakikishe kwamba watu wanaingia mahakamani kwa utaratibu, wanaingia na wanasikiliza shauri na kuondoka. Tunatarajia pia mabalozi na jumuiya za kimataifa kuja kusikiliza hili shauri. Kwa hiyo mabalozi na jumuiya za kimataifa wakijua kwamba amri imetolewa ambayo inasisitiza wazi wa kuja kusikiliza shauri. Kwa hiyo wasisite kuja mahakamani kuja kusikiliza shauri namna gani linaendelea. Kwa hiyo litakuwa sawa, na jambo hilo pia sisi tutalisisitiza kwamba mabalozi na jumuiya za kimataifa wanakaribishwa.